anaifundisha timu ya Golden Arrows, kwa maana katoka Golden Arrows kaja kujiunga na wananchi Yanga. Sasa huyu mchezaji ambaye anamtoa Golden Arrows, na maana ni pendekezo la mwalimu Mankoba Mkiti, ambaye yeye kajiunga na Yanga kwa ajili ya kuifanya timu isurvey katika kuwapata wale nyota bora wenye uwezo na wenye ufanisi wa hali ya juu. Basi miongoni mwao basi ni huyu ambaye wanahusishwa naye. Huyu kwanza ni raia wa Ivory Coast ambaye umri wake tayari kama ulivyojidhihirisha hapo, umri wa miaka 25. Sofa ni umri mzuri na ni umri wa mpira. Huenda ikawa ni miongoni mwa namba 6 ambayo ilikuwa inasubiriwa, japo Yanga amekuwa ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na favorite katika kufanya kile kilicho bora. Wametaja hapo awali kwamba kesho majira ya saa 5 za usiku wanaenda kuitambulisha ile namba 6 ambayo wameisubiria kwa muda mrefu. Lakini huyu mchezaji ambaye tunamzungumza hapa, Alfan Rajab, ana uwezo wa kucheza namba zaidi ya 2. Ina maana ni favorite kwenye kikosi cha Yanga. Ana uwezo wa kucheza midfield namba 6, ana uwezo wa kucheza beki ya kati. Kwa maana huyu ana uwezo wa kumsaidia Bakari Nondo Mwamnyeto, anaweza akamsaidia Ibrahim Abdullah Baka, anaweza akamsaidia Dickson Job, lakini hapo akawasaidia midfield namba 6 ambao kama Yanga wataenda kufeli kama ilivyofeli kwa misimu hivi karibuni, kwamba unamsajili mchezaji kama Bala Musa Conte unaamini ni bora, alafu anakuja kufeli, basi lazima uwe na mchezaji mwingine ambaye yeye anaweza akawa kiraka kwa kusaidia kuziba baadhi ya mapengo ambayo huenda kwenye dirisha ulikuwa umefeli. Kwa huyo mchezaji wa Golden Arrows, mimi naona ni chaguo sahihi sana kwa mwalimu Mankoba Mkiti, kwa sababu tayari alishafanya naye kazi, anamfahamu kwa ubora na jinsi ya matumizi atakavyomtumia kwenye kikosi. Anaamini katika ubora wake, na ndio maana amependekeza jina lake. Cha kwanza, unanufaika kuwa na mchezaji kiraka. Kwa sababu gani? Unapokuwa na mchezaji kiraka, na maana unakuwa na uwezo wa kumtumia kwenye nafasi zaidi ya moja, kwamba mchezaji fulani atakapokuwa hayupo au kutakapokuwa na changamoto fulani, basi fulani anaweza kukava namba ile kwa ubora zaidi. Na kitu ambacho kwenye maisha ya mpira, Alfan Rajab, kitu ambacho makocha wengi sana wanakipenda ni kuwa na mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya 2. Yaani ukiwa na mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya 2 huwa ni kitu bora sana kwa makocha wengi, na huwa wanaamini katika ubora, na huwa wanatengeneza hilo kwa kufanya kile kilicho bora zaidi. Kwa Alfan Rajab, tunapozungumzia ule ubora wa kuweza kucheza nafasi zaidi ya 2, huwa unaifavor sana timu, kwa sababu wewe hauwezi ukawa mzigo kwenye timu unaocheza, kwa sababu unapokuwa una uwezo wa kucheza zaidi ya 2 unaenda kuisaidia timu moja kwa moja kwenye mpango mkakati wa mwalimu. Mwalimu atakapoamua kukutumia kama beki, haina shida, utatumika. Mwalimu atakapoamua kukutumia kama kiungo, haina shida, atakutumia. Lakini mwalimu atakapomkosa yule mtu wa muhimu kwenye nafasi fulani, wewe utakuwa miongoni mwa chaguo tena jingine sahihi bila changamoto yoyote, na utaenda kutumika. Hiyo ndio faida ambayo ataenda kunufaika nayo wananchi. Lakini faida nyingine ambayo Yanga anaenda kunufaika na mchezaji huyu, ni miongoni mwa wachezaji ambao alicheza dakika zaidi ya 2000 kwenye michuano ya pale Afrika Kusini, na akiwa na timu ya Golden Arrows. Kwa hiyo tayari ni takwimu nzuri na zinamfavor kufanya kile kilicho bora, na inaweza kaenda kumsaidia moja kwa moja katika kupata kile kilicho bora kwenye klabu kama ya Young Africans, kwa sababu anafahamiana vyema kabisa na mwalimu Mankoba Mkiti.